Inashauriwa kwamba maktaba inapaswa kuwa sehemu ya umma. Kwa nini? Kwa sababu ni sehemu rafiki kwa kila mmoja kupata maarifa. Kurasa ya Darasa ni kipindi hewani kinakujia kukupa maarifa mbalimbali kutoka kwa wale ambao wana maarifa tofauti tofauti ama vitabu. Yote hii ni kukuhamasisha kusoma na kupata maarifa mapya. Niko Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino jijini Mwanza, na nyuma yangu ni maktaba hii ya chuo hiki ambapo watu wengi ndani ya chuo lakini nje ya chuo, nikimaanisha wale wananzengo ama wananchi mmoja mmoja wanaruhusiwa kuja kupata elimu hapa. Nikukaribishe ndani ya Kurasa Darasa tuweze kujua nini kimeandaliwa kwa ajili yako siku hii ya leo, ukafahamu maktaba hii, na kama wewe ni mmoja wa wale wanahitaji kupata maarifa mapya, basi ni muhimu kapata kufahamu ni nini unaweza ukafanya ili kuweza kujiunga. Karibu jiunge nasi mwanzo hadi mwisho. Maktaba hii ilianza miaka ya nyuma tangu chuo kinaitwa Nyegezi Social Training Center miaka ya 1960 na baadaye kuitwa Nyegezi Social Training Institute, hatimaye kuitwa St. Augustine University of Tanzania SAUT, yani Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino katika mwaka wa 1998. Uwepo wa maktaba hii tangu enzi umehamasishwa na faida zipi, na kwa sasa huduma zipi zinatolewa? Mkurugenzi wa maktaba anaeleza. Lengo la kuwa na maktaba katika chuo ni kusaidia katika ufundishaji na kujifunza kwa wanafunzi. Kwamba mwanafunzi anapokuwa anafundishwa anahitaji pia kusoma zaidi ya kile alichofundishwa. Lakini pia wale wanaofundisha wanahitaji kusoma ili waweze kufundisha. Lakini kubwa pia ni katika utafiti. Tunatoa huduma za internet, huduma za kusoma vitabu ambavyo ni e-resources tunaita au e-books, lakini kuna e-journals, lakini pia kuna huduma za social media. Wanafunzi wetu wananufaika nazo. Kuna wakati mwingine tuna blog kwamba angalie vile anavyopaswa kuangalia. Sasa pale ambapo inashindikana, kuna watu ambao wanakuwa wanapita kuangalia huyu anaangalia anafanya kitu gani. Akimkuta anaangalia vitu ambavyo sivyo, basi anamstopisha, na wakati mwingine kumuuliza kama hawezi kuendelea kufanya kitu ambacho ni cha maana pale, basi anamwambia aondoke, amwachie mwingine lile eneo la kompyuta, basi mtu mwingine afanye kile ambacho ni cha academic zaidi kuliko yeye. Kwa sababu huwezi kuzuia hiyo mitandao ya kijamii. Wakati mwingine kwenye social media mwingine anafanya kitu ambacho ni cha maana, ni kizuri, kinamsaidia katika masomo yake, au mwingine anafanya tafiti kuhusu hizo social media. Sasa wewe ukiingia tu kumkuta yuko kwenye social media ukasema hizi hatuzitaki, wakati mwingine ukamuondolea uhuru wake na haki yake ya kujifunza. Lakini katika tafiti watu wananufaika kwa sababu tunapokuwa na e-journals. Kwenye e-journals kuna articles ambazo watu wamefanya tafiti tofauti tofauti. Kwa hiyo mtu anapotaka kufanya utafiti anahitaji pia kujua wengine wamefanya nini katika eneo hilo. Sasa zamani tumekuwa tukitumia journals au majarida yanayokuja ambayo tayari yamechapwa kama kitabu. Lakini sasa hivi mtu anasoma majarida ambayo yako kwenye soft copies. Kwa hiyo ili uone wengine wamefanya nini na wewe unataka kufanya nini, mtafiti yoyote lazima aingie kuangalia na kusoma na kupata maarifa kuhusu kile anachotaka kufanya utafiti. Sasa anapofanya hivyo anaongeza maarifa yake, lakini pia anapanua uwezo wake wa kufanya tafiti zingine zaidi ya ile ambayo amekusudia. Kwa hiyo kwenye internet watafiti wananufaika, lakini pia wanafunzi wetu wananufaika kwa kusoma na kuongeza maarifa kwa kile ambacho mwalimu amemfundisha darasani.
Si kwamba mwalimu atamfundisha mambo yote ambayo yeye angependa kuyajua, lakini anapotaka kupanua uwezo wake wa kuelewa, basi anakwenda pia zaidi ya kile ambacho mwalimu amemfundisha. Na hii inasaidia sasa katika ubunifu. Mwanafunzi anakuwa wide, lakini pia anakuwa mbunifu na kuona nini anaweza akafanya zaidi ya kile ambacho mwalimu amemfundisha. Kuna raha ya kusoma kwani unapata maarifa zaidi ya yale uliyopewa. Mkurugenzi wa maktaba anafafanua umuhimu wa kujenga utamaduni wa kusoma kwa kutumia mfano wa kuku wa kienyeji. Ule utamaduni ungejengwa kuanzia chini, huku juu inakuwa ni rahisi. Wapo wanafunzi ambao wako very smart, yani wanajua nini wamekuja kufanya, lakini kuna mwingine akimaliza kufundishwa amekuja amepata tu kila anachokitaka afu anaondoka, haendi nje ya boksi. Sasa asema na mimi ni watu wao wanasema nitumie msemo ule wa kama kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji hata kama umemrundikia mahindi namna gani, anakula, akimaliza kula pale juu si lazima kwa ruze au ni kule chini kuna nini. Sasa hiyo tabia ndio tunapaswa kuwa nayo, kwamba umefundishwa nasema hivi mwalimu kaniambia leo 1 2 3. Sasa lazima niende zaidi na ukaende kwa ruza. Sasa sisi tunakuwa kama kuku wa kisasa. Kuku wa kisasa akishawekewa anachowekewa hapo anakula, akimaliza kula unaona amelala. Lakini ile wa kienyeji hakubali. Hata kama ni minyoo imejazana pale, atakula afu baadaye ataanza kukwaruza aone na ya chini kama ipo kuna nini kule chini. Sasa tukiwa na tabia kama ile itatusaidia kujua haswa kuna nini katika hiki ninachokisoma. Alafu itatusaidia hata kwa wakati mwingine kuwa bunifu na kujua zaidi na zaidi. Na mwisho wa siku unapomaliza kozi yako unakuta ulicho nacho kichwani umepata package ya kutosha kuliko kusubiri tu ile spoon feeding. Ukishamaliza kupewa alafu unasema hii inatosha, unaenda kulala kesho yake. Na ndio maana mtihani ukitwist kidogo tu mwanafunzi anasema tumetungiwa nje ya kile tulichofundishwa. Lakini tabia ya kujisomea inatakiwa ijengwe kuanzia chini. Huku tunakuja kupambana wanafunzi wasome, lakini kumbe unaona kama analazimishwa. Lakini wale wanaoelewa wanakuja, wanajifunza, wanachukua vitu na wanakuwa vizuri, na anamaliza chuo akiwa na kitu kizuri kichwani mwake. Maktaba hubeba maarifa mengi kwa nakala ngumu na hata laini. Maktaba hii ni ya chuo, hivyo wanafunzi hunufaika nayo zaidi. Lakini kwa umuhimu wake, si tu wanafunzi wanapata fursa ya kupata maarifa mapya, bali wote watakao watapata fursa kupata maarifa hapa. Maktaba ya chuo kikuu ni wakati mwingine inakuwa kama maktaba ya umma, kwa maana kwamba watafiti kutoka sehemu tofauti wanaweza wakaja wakaitumia, lakini jamii pia inaweza ikaingia kutumia. Sasa tu tofauti na ile maktaba ya umma kwamba sisi tunahitaji uwe na barua, uje na barua, alafu unapata kibali kutoka kwa mkuu wetu wa chuo, utaitumia bila wasiwasi. Mashule yaliyoko karibu wana uhuru wa kuja kutumia kwa kuombewa na wakuu wao wa mashule, watakuja watatumia. Kwa hiyo inatumika. Wale ambao ni watafiti kutoka sehemu zingine wanakuja na barua zao au wanakuja na vibali kutoka kwa wakuu wao wa kazi kuomba kutumia, wanaruhusiwa. Tunao watu wanatumia bila wasiwasi. Hata wewe ukitoka TBC kama unataka kuja kutumia haina shida. Unakuja na barua ya mkuu wako, unakuja kwa mkuu wa chuo, mkuu wa chuo ataileta barua kwetu, sisi tutakuruhusu kutumia bila wasiwasi.
Maktaba ina mchango mkubwa. Unajua maktaba ni kama kichocheo cha fikra chanya. Mkurugenzi anasema kwa vijana ipo wetu, sakafu ya kwa nakala ajili za ya kuwa rejea, wavumbuzi lakini kuna chumba maalumu kwa katika ajili nyanja ya mbalimbali. nakala zilizo chache kwa umuhimu wake. Kwamba wanapokuja vijana kwenye maktaba wanapata maarifa mapya. Hiyo ni moja. Na kupitia haya maarifa mapya, na kwa sababu haji kijana mmoja au wawili, wanakuja wengi katika maktaba, basi wanakuwa na muunganiko fulani. Wanasaidiana katika kujadiliana na kuelimishana, lakini kupitia kile ambacho wanakiona kutoka kwenye maktaba. Lakini pia inakuwa ni kama kituo cha kupashana habari. Kuna ICT, maktaba zetu zina ICT pia department. Naona? Kwa hiyo zinatoa huduma za kompyuta ambako kule watu wanaangalia, wanaona vitu tofauti tofauti ambazo wanaweza kuvifanyia ubunifu pia, na wao wakatoka na kitu chao ambacho kinawasaidia katika maisha yao ya ubunifu. Lakini pia ni mahali ambapo kuna mazingira ya kufikiria na kufanya tafiti humo. Sasa unapofikiri katika kufanya utafiti, ni sehemu ambazo zinawajengea mazingira ya kubuni vitu na kufanya utafiti ambavyo vile vitu vinakuja kuwasaidia wanapokuwa namaliza chuo. Basi vijana anaweza katoka akaenda akaanzisha kitu chake kutokana na yale aliyoyaona katika maktaba zetu. Lakini pia katika kuja kwenye maktaba wanaunganisha ubunifu wao vijana, na hapa huwa wapo vijana wanakuwa wabunifu, wanakuja wanafanya, wenzao pia wanafanya, wanaenda. Mwaka jana kulikuwa na competition. Kuna vijana walifanya ubunifu na baadaye wakaja nataka waanzishe mradi pia kwa ajili ya kufuga samaki. Lakini wamesoma wenzao wanafanya nini, wamemaliza, wamekwenda, wamecompete. Walikuwa wangapi? Walitoka katika vyuo vitano walivyotoa, sauti ilikuwemo. Vijana wakaonekana kuwa wabunifu. Kwa hiyo katika kubuni, ni kweli ajira zimekuwa ni changamoto, lakini wale ambao wanatoka wakiwa na kitu cha kwenda kufanya, anasema mimi nikimaliza chuo na kwenda kufanya kitu fulani, na wanatoka. Na ubunifu hauji kutoka tu unakuja baada ya wewe kufikiri kitu alafu na kuanza kutafuta ufanye nini. Sasa tafanyaje? Tapataje? Utasoma, utaelewa, utauliza, basi baadaye unatoka na kitu chako ambacho ungehitaji ukifanye na kikusaidie katika maisha yako. Mkurugenzi anasema ipo sakafu ya nakala za rejea, lakini kuna chumba maalumu kwa ajili ya nakala zilizo chache kwa umuhimu wake. Hapa ni reserve section. Hapa kuna vitabu ambavyo tunaviweka, ni vichache, lakini demand ni kubwa. Kwa hiyo vitabu vya hapa, mtu anapohitaji anakuja, atachukua kile anachokihitaji, ataandikwa, ataenda kutumia, baada ya muda mfupi anarudisha. Lakini akitoki nje, anakuwa nacho ndani ya maktaba yetu. Lakini pia kuna research ambazo watu wamefanya, tafiti mbalimbali, pia ni mahali pake zinatunzwa. Kwa hiyo wale watafiti wengine wanapotaka kufanya utafiti wao, kuna wakati anakuja kuangalia ni nini kilikwisha fanyika, kama kinaendana na kila ambacho yeye anataka kufanya. Anaangalia mwenzake alifanya nini, alitumia njia zipi, na matokeo yake yalikuwa ni kitu gani, ili na yeye aanzie pale alipoishia na anafanya utafiti wake.
Kwa hiyo kama unavyoona kuna vitabu, kuna watu hapo wanafanya utafiti, wanasoma, na akishamaliza panafungwa, pana muda wake wa kufungua na kufunga pia. Ikifika saa 10 jioni huwa panafungwa. Saa 1 tunapofungua na kwenye panafunguliwa. Baada ya mazungumzo na mkurugenzi wa maktaba ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, tupate nafasi sasa kuona maeneo mengine ya jengo pamoja na mpangilio wa nakala mbalimbali. Bwana Mubi ni mkutubi msaidizi katika maktaba hii na ndiye anayetupatia uwenyeji darasa la leo. Mwanafunzi anapofika anamkabidhi afande naye anampa kadi, analipress katika eneo lake. Baada ya kuweka begi lake anapewa kadi ka namna hii ambacho anaenda nacho mwanafunzi. Wakati wa kutoka anakabidhi tena kwa mlinzi, anapewa kadi yake na begi kiujumla. Kwa hiyo anaingia akiwa ameshakabidhi kila kitu, na wakati huo ameshakaguliwa kitambulisho na mlinzi kujua kwamba ni memba wetu ambaye ni mwanafunzi, kwa sababu tunapokea watu wa kada mbalimbali. Kwa hiyo tunaweza kumtambua mwanafunzi wetu kwa kutumia kitambulisho chake cha chuo. Ingia sasa, maktaba yetu jiografia yake ni muundo wa gorofa. Kwa hiyo anaenda moja kwa moja kupanda ngazi. Baada ya kupanda ngazi anaenda kupata vitabu au machapisho mbalimbali kutokana na section yake na mahitaji yake. Kama unaweza kuona mbele, ubao wetu unaelekeza namna machapisho yetu ya maktaba na mpangilio wake kiujumla. Kuanzia mpangilio wa kitabu kinakaa wapi, majarida yanakaa wapi na floor zake. Kwa maana ya kutokana na jiografia maktaba yetu ni ya gorofa. Hapa tulipo ni tunaita ground floor. Kwa hiyo first floor inaanzia baada ya kupanda ngazi kwenda hapo juu. Hapo kuna machapisho ambayo unaweza kuona. Hizi ni wanasema links mbalimbali ambazo zinampelekea mwanafunzi kwenda kujifunza au kupata machapisho kwenye maktaba mbalimbali ambazo tunaziita kwa lugha ya kigeni digital library. Kwa hiyo akiweza kuaccess internet anaweza kutumia links kama unazoziona hapa, akaweza kupata machapisho mbalimbali. Na machapisho hayo mengi hapo, kuna lugha inaitwa electronic books na electronic journals. Tunapanda kwenda kwenye floor namba 1, ina machapisho na vitabu vinavyohusiana na mambo ya sociology, business, economics kiujumla. Ni first floor, inasema left kutokana na ubao ulivyoandika, na right. Upande wangu wa kushoto ni machapisho yote ambayo yanahusiana na mambo ya research ambayo ni utafiti, computer, journalism, news, philosophy, religion. Na yanahusisha mengine mambo ya sociology, mass comm kiujumla, political, mambo ya tourism na mambo ya social problems. Upande wangu wa kulia kuna machapisho ya economics, kuna machapisho ya taxation, kuna mambo ya accounting, kuna mambo ya management, kuna mambo ya logistics and management ambao wanasema chain management kiujumla. Baadhi ya vitabu ambavyo vinahusiana na upande wa business ambacho hiki kimeandika intermediate, mambo ya tena accounting. Kwa hiyo hivi ni sample tu, lakini tuna vitabu vya economics, kuna accounting, kuna mambo ya tax, kuna mambo ya management, kuna mambo ya logistic management. Section yetu inaitwa reference. Reference kwa lugha ya Kiswahili ni machapisho yote ambayo unaweza kufanya marejeo, ambayo yanahusisha dictionary, yanahusisha e-book, yanahusika na mambo ya atlas kiujumla wake. Kwa hiyo ni vitabu ambavyo vinaenda kufanya marejeo. Kama unaweza ukaona kuna encyclopedia ambayo imejikita katika mambo ya social science. Kwa hiyo watu wote, wanafunzi wote ambao wanaweza kufanya reference kwenye upande wa social science wanatumia hii. Kuna
Kama unaweza kuona, hii ni mfano wa atlas, mwanafilosofia wale, kuna kina Aristotle, kuna kina Plato, kuna vitabu vyao humu, unaweza kuwa unakuja unasoma, unaangalia waliandikaje maarifa yao kiujumla. Hii ni upangiliaji wa machapisho kwenye mifumo mbalimbali ya maktaba. Sisi tunatumia, kuna kitu kinaitwa due decimal classification ambayo inapanga machapisho kwa kutumia namba 0 mpaka 900. Tunasema kiujumla katika maktaba, fanya utakavyoweza kufanya kwenye mpangilio wako, lakini uweze kuwasaidia watumiaji wako wawe katika urahisi. Kiangalia kwenye mgongo wa kitabu, utaikuta hiyo namba ambayo imeandika 301, ambayo kwa sisi kwenye taaluma yetu ya ukutubi, namba 301 kwa kutumia mfumo wetu ni namba ya sociology. Flow yetu ya pili imeandika computer lab kwenye right, lakini kwenye left tuna education, tuna mambo ya language, ambayo language imegawanyika, kuna Kifaransa, kuna English, kuna Kiswahili kwa ujumla wake. Alafu kuna mambo ya marketing na history and geography. Kompyuta hizi zipo kwa ajili ya kumsaidia mwanafunzi katika upande wa kupata machapisho ya elektroniki, tunasema soft copy, ambayo hayashikiki. Tulipotoka kote kule tulikuwa tuna material ambayo yako kwenye printed. Sasa mwanafunzi akifika pale, anaingia, kompyuta hazina password, kwa hiyo anaingia moja kwa moja akiwa na skills za kompyuta. Na hii ni sehemu ya juu ya jengo ama sakafu ya 3. Floor ya 3 inahusisha wanafunzi wa postgraduate, ambapo tunaanzia masters na PhD. Upande wa kushoto, upande wa kulia wanafunzi wa shule kuu ya sheria, watu wa roho wanachukua hapo. Kwa hiyo kwa maelezo hayo naweza ukaipata jiografia ya maktaba yetu. Tuangazie matumizi ya mtandao ndani ya maktaba. Mkutubi huyu msaidizi ni mtaalamu wa machapisho ya mtandaoni pia. Hapa anafafanua namna ambavyo mtumiaji wa maktaba hii anaweza kupata maarifa mtandaoni kwa urahisi zaidi. Katika upande wa electronic resources tumegawanya au zimegawanyika katika makundi mawili matatu. Tuna electronic journal. Journals hizi ni machapisho ambayo yanakuwa published, yanachapishwa mara kwa mara. Inaweza ikatokea kwenye mwezi mmoja, ndani ya miezi miwili, ndani ya miezi mitatu, ndani ya miezi 6, tofauti na kitabu ambacho kinaweza kikachukua hata miaka 5 kuchapishwa. Kwenye upande wa electronic books, napo kuna njia mbalimbali au kuna links ambazo zinampelekea mwanafunzi kufanya au kuaccess vitabu. Kama unaweza kaona, kuna PDF drive, kuna Library Genesis, kuna Z Library, kuna Doab, kuna Oxford. Kwa namna hiyo. Alafu pili, ili tuweze kufanya kazi katika ufanisi, kuna muda mwingine kuna changamoto ya internet, kuna changamoto ya katika kwa umeme. Kwa hiyo mwanafunzi anaweza kupata machapisho, tumeweza kuya-download sisi kama wa library na wakutubi kiujumla kumsaidia mwanafunzi wetu. Kwa mfano, tumeweza kumwekea hapa machapisho, kama utaweza kaona, kuna area mbalimbali za masomo ambazo zinaelezea. Kwa mfano, kuna accounting books. Kwa hiyo akikliki kwenye accounting books anapata vitabu mbalimbali, ana haja ya kutafuta yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunamsaidia katika namna hiyo. Maktaba, kazi yetu kubwa au huduma yetu kubwa ni kusupport utafiti, kusupport ushauri na kusaidia masomo kwa ujumla, ambao wanasema ni research, mambo consultation na mambo mengine ya education purpose. Wakutubi wanakuambia soma uelimike. Usiposoma hautaelimika. Na elimu ni bahari, haina mwisho. Labda na mimi nitafute kimoja hapa nisome ili niweze kuelimika. Kuna hiki hapa. Hapa wanasema wanyama wasio na uti wa mgongo. Animals without backbones. Ungefahamu kuna wanyama ambao hawana uti wa mgongo bila kusoma. Tulikuwa na mkutubi msaidizi, ametupitisha katika maeneo ya maktaba hii, tumemsikia, tumemuelewa. Naamini ni jukumu lako sasa kupata elimu, kuja maktaba na kupata hata maktaba ya kimtandao. Maarifa ni muhimu sana. Mimi ni Maureen Minanago na kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Nashukuru timu nzima pia nyuma ya kamera. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.